Kwa majina naitwa John Mapato Mela, ni diwani katika kata hii ya Njia Panda. Tunapenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mradi huu mkubwa ambao umekuja. Mradi huu unajengwa kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia barabara Kilema kupanda juu. Mradi huu ni barabara hususan Nyerere Road. Huu mradi ulikuwa umeombwa kwa kipindi kirefu sana, lakini tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa barabara huu. Lakini pia tunapenda kumshukuru pia mbunge wetu Enock Zadu Kukola kwa kwenda mbele kwenda kusukuma kupata fedha kwa ajili ya kuanza mradi huu. Mradi huu unaanza kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia pale chini kwa mita 350. Mradi huu utakuwa unajengwa kwa awamu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tunaanza na mita 350. Baadaye tunaendelea na awamu nyingine. Hizi fedha zimekuja mahususan kwa ajili ya hii kata. Hii barabara ni kubwa sana, ni barabara ambayo inategemewa na zaidi ya kata 5. Ambapo kuna kata ya Njia Panda, kuna Kilema Kusini, kuna Kilema Kati na kuna Kilema Kaskazini. Hii barabara ni barabara kuu ya kwenda pia katika hifadhi yetu ya National Park. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru sana rais wetu pamoja na mbunge, lakini pia tuendelee kuwaomba waone umuhimu kuleta fedha nyingi katika kumalizia hii barabara. Wananchi katika kata hii ya Njia Panda wamefurahia sana kwa kuanza mradi huu siku ya leo, na pia tumeahidi kwamba tutashirikiana na mainjinia pamoja na kontrakta waliokuja katika mradi huu make sure kwamba mradi huu utamalizika ukiwa salama bila bugu za yoyote. Sasa kwa wananchi tuendelee kushirikiana pamoja na mkandarasi aliyokuja. Tunajua kwamba barabara hii wenyeji wengi Wachaga. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zetu, kwa sababu ya ardhi, hii barabara ina kilomita 7.9, lakini kwa kwanza tunaanza na mita 350. Barabara hii ina upana wa mita 14, ambapo katikati mita 7 upande wa kushoto na upande wa kulia mita 7. Kwa hiyo ninachowaomba ndugu zetu hawa ni hii miti, kwa kuwa tunaenda kukata miti hii na pia kuna kipande ambacho tutamega cha ardhi kwa upande wao. Mimi naomba waendelee kushirikiana, wasiwe na fujo, kwa sababu hii barabara imekuwa ikihitajika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi naombeni sana tushirikiane, na pia tuwapongeze sana viongozi wetu kwa kuona umuhimu wa hii. Kwa majina naitwa Ombine Alexander Malifi, diwani wa kata ya Kilema Kusini. Kwa kusema kweli ni faraja kubwa na tunafarijika sana. Barabara ya Mwalimu Nyerere aliyoipita zamani wakati anakuja kutembelea huko Kilema kwa mapumziko, kwa kusema kweli ni faraja kubwa. Na utengenezaji wa barabara hii utakuza na utapanua sana uchumi kwa ujumla, maana watu wa huko ni wachapakazi, na hii barabara huwa inapanda mpaka mlima Kilimanjaro, ni njia ya kwenda mlimani. Kwa hiyo kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa wawekezaji kuja huku na kujenga senta za kibiashara ambazo zitaiongezea serikali yetu mapato makubwa. Na barabara hii kwa ujumla na taasisi nyingi za kielimu, taasisi za kikanisa, ziko taasisi nyingi. Kuna hospitali ya Kilema, kuna chuo cha walimu Madaka, kuna St. Amedeo Sekondari, kuna Elizabeth English Medium, kuna Olaleni Sekondari, kuna Mandaka Mazoezi, kuna Kisuluni Sekondari, kuna Ifati Sekondari. Ziko taasisi nyingi kwa kusema kweli. Kwa hiyo barabara kwa kusema kweli kama itafunguka na kuendana na tamko la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alilolitoa kwa barabara hii, nafikiri ni utekelezaji na ni faraja kubwa, na hii inaonyesha dalili mama anavyochapa kazi kwa weledi. Tutaendelea kumshukuru, tutaendelea kushukuru na kushirikiana na yeye kuweza kuona kwamba Chama cha Mapinduzi kitabaki hai katika eneo hili maisha pasipokuwa na mwingiliano wa namna yoyote ile. Kidumu chama. Nzuri, mimi ni mkaaji wa hapa Imo. Kampuni nao iliyopata hii zabuni ya kujenga mradi ni kampuni ya Rocktronic Limited. Ni nzuri, kampuni ya wazawa, ni kampuni inafanya kazi nzuri, na tutafanya kazi nzuri hapa, wananchi waridhike. Kwa hiyo najaribu kuhakikisha diwani ya kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo wetu
kazi tukayofanya ipendeze na tusilete bugu za aina yoyote kwa wananchi. Na pia nilikuwa namuomba pia, kwa vile ameshaahidi ya kwamba tutashirikiana na nyie, pia ushirikiano huo uwepo mpaka mwisho, kwa sababu saa nyingine unakuta kugusa shamba, mimi ni Mchaga, nusu Mmasai. Mara nyingi kugusa shamba la Mchaga ni kesi kubwa sana, lakini sisi tunahitaji maendeleo. Kwa hiyo nilikuwa naomba mambo kama hayo tutashirikiana kwa pamoja na viongozi, na hisi mambo yatakuwa mazuri. Waliopigana mpaka tukapata mradi huu. Mradi huu umekuwa ni wa siku nyingi, kila siku inatajwa, kila siku ni barabara ya Kilema mbovu, barabara ya Kilema mbovu. Bungeni kila siku ilikuwa inatajwa, lakini sasa imefikia wakati wa hii barabara kuwa ni barabara ya kweli. Kupitia viongozi ambao tumewachagua juzi tu, wala hawajakaa muda mrefu. Nafikiri ni bunge la kwanza tu hivi. Tayari tunaona matokeo ya faida ya kura zetu, na ninaamini kura zetu zitafanya kazi. Kwa hivyo naomba tu, la kwanza ni ushirikiano. Tukae pamoja, tushirikiane, tukae na hao mainjinia, tuone ni vipi tutaweza kuleta haya maendeleo kwa pamoja. Pamoja na sambamba na hilo, nipende kumshukuru sana Mama Samia. Ni rais wetu, ni kiongozi wetu, na yeye ameguswa na hili. Kuna wakati alisema kweli, nyinyi angalau mna barabara, wenzenu hawana hata, yani wewe angalau na kidole. Angalau na kidole cha kuvalisha pete, wenzio hawana hata kile kidole cha kuvalisha pete. Kwa hivyo nyinyi mnapigania. Kwa hivyo tunashukuru kwa kweli kwa jinsi mlivyoweza kwenda kupambana naye, na yeye akaelewa na akaona umuhimu wa kujenga hii barabara. Sisi tutakuwa tunashirikiana na nyie kwa hali na mali na kuhakikisha kwamba haya maendeleo yanafanikiwa. Asante. Pokea vizuri mno, yani hatuamini, bali tutakapoona hata kimeanza tu hapo hivi. Kwa kweli tutashukuru. Hii ni raha. Changamoto hospitali kubwa iko huku, lakini kwenda huko ni shida. Hamna gari zinazopita huku ni na tukipita hapa mpaka Kilema 10,000. Hiyo ndio unafanya. Kwa kweli